zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Jumapili ya pili ya Kwaresma mwaka C. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 15 aya ya 5 hadi 12 na aya ya 17 hadi 18. Somo la pili ni kutoka waraka mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya 17 hadi sura ya 4 aya ya kwanza. Injili ni ya Luka sura ya 9 aya 28 hadi 36. Somo la kwanza linatuonyesha imani ya Ibrahimu. Akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Tunampongeza Ibrahimu kwa imani yake iliyo imara. Ni mfano katika nyakati zetu ambaye nyakati zetu tunakabiliana na imani za kishirikina. Watu wanawaendea waganga wa kienyeji kuliko kumwendea Mungu. Watu wanaamini miungu kuliko Mungu wa kweli. Watu wanaamini kwa viumbe kuliko Muumba. Watu wanaamini kwa viumbe dhaifu vyenye hali ya uharibifu, vyenye hali ya kufa kuliko Mungu mwenye ukamilifu asiyeweza kufa, ambaye pia ni Mungu mwenyezi. Injili imetuonyesha Yesu akiwaonesha mitume hali yake ya kimungu, hali ya utukufu, wasije wakakwazwa na mateso yake na msalaba wake, alipoficha umungu wake akionesha tu hali ya mwanadamu. Bila shaka mitume walipokuwa wakikabiliana na changamoto za kumshuhudia Kristo, walitiwa moyo na hali ya utukufu walioishuhudia mlimani. Waliamini kwamba hawajafuata mwanadamu wa kawaida hata kama alikubali mateso na msalaba. Waliamini kwamba waliyemfuata ni Mungu aliyetoa hali ya mwanadamu. Kumbe Yesu alionesha utukufu wake ili imani yao iwe imara kama ile ya Ibrahimu aliyeamini mambo yaliyokuwa magumu kuyaamini, kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Tukumbuke kwamba Ibrahimu alipata tuzo kutoka kwa Mungu baada ya kukubali changamoto zote zilizoambatana na imani yake. Alikubali kuhama nchi yake kadiri ya maelekezo ya Mungu. Alikubali changamoto za safari na za kuishi ugenini. Aliibuka mshindi katika jaribio la kumtoa sadaka kijana wake wa pekee Isaka. Tuzo alizopewa na Mungu ni nchi ya ahadi na uzao mwingi usiohesabika kama nyota za angani, bila kusahau thawabu ya uzima wa milele katika hali ya utukufu. Shida ya baadhi ya waamini wa nyakati zetu ni kutaka utukufu bila njia ya msalaba, kutaka starehe bila kujisumbua, bila kujitesa. Maana yake ni kutaka furaha ya Pasaka bila kupitia uchungu wa Ijumaa Kuu, au bila kufanya juhudi zote zinazotakiwa kwenye kipindi cha Kwaresma. Kumbe inatupasa kusali zaidi, kufunga zaidi na kutoa sadaka zaidi kuliko awali, kwa ajili ya kanisa la Mungu na kwa ajili ya wahitaji mbalimbali, wenye njaa, wenye kiu, wasio na nguo, wagonjwa, wafungwa, wageni, siku hizi wakimbizi wengi kutoka nchi za vita, wenye shida mbalimbali, bila kusahau matendo ya huruma kiroho kama kuwashauri wenye mashaka, kuwafundisha wasiojua, kuwaonya wadhambi, kusamehe madhara, kuvumilia masumbufu, kuwafariji wenye huzuni, na kuwaombea wazima na wafu. Ukweli ni kwamba somo la pili linatuonya kwamba tusije tukatamani kuishi maisha ya starehe bila kujisumbua kwa ajili ya kutafuta mahitaji yetu ya kimwili na ya kiroho. Tukubali kutoa na kujitoa kwa ajili ya wokovu wetu na wokovu wa wenzetu. Vinginevyo tutaonekana kama adui za msalaba.
Mkristo, unakuwa adui wa msalaba unapopewa majukumu ndani ya jumuiya au ndani ya kigango au ndani ya kanisa la Mungu, ukayakimbia au ukayaacha kimya kimya, eti kwamba ni kujiepusha na usumbufu. Mbona Yesu alikubali kujisumbua mno kwa ajili yetu? Wewe ni Mkristo gani wa kuishi Ukristo wako bila msalaba? Tukumbuke kwamba Mungu alituumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie, tutumikiane au tusaidiane, ili hatimaye tufikie hali ya utukufu mbinguni. Utumishi huo huwa unaambatana na changamoto. Kwa upande mwingine, zaidi ya hizo changamoto, Mkristo anaweza akaamua kufunga, kujinyima au akapunguza baadhi ya starehe ili aweke misaada kwa ajili ya wahitaji au sadaka au mchango kwa ajili ya kanisa. Mtume Paulo anatutia moyo akisema, mateso ya wakati huu wa sasa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Warumi sura ya 8 aya 18. Na katika waraka wa pili kwa Timotheo sura ya 2 aya 11 hadi 12 anasema, kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Kumbe niwatakie kuishi hayo maagizo yote tunayopewa na masomo ya leo. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.